Habari za asubuhi, ndugu mawakili, wanachama wa Tanganyika Law Society, viongozi wa chama cha mawakili pamoja na wananchi kwa ujumla. Tulioko mbele yenu ni chapter conveners wa chama cha mawakili Tanganyika, ambapo tunawakilisha chapter zote ambazo ni 21, na kwa siku ya leo tupo mawakili wa chapters mbalimbali. Mbele yenu tuna chapter ya Ilala, tuna chapter Morogoro, tuna chapter Ubungo, tuna chapter Temeke, tuna chapter Kinondoni, ambao wapo hapa kama wawakilishi wa chapter nyingine. Nia na madhumuni ni kusoma tamko ambalo limeandaliwa kwa pamoja na umoja wa chapter conveners wa Tanganyika Law Society, na tutalisoma kama lilivyo kwa nia ya kwamba ujumbe utakwenda kama ulivyo. Tamko la pamoja la chapter conveners wa chama cha mawakili Tanganyika TLS kuhusu shauri la maadili namba 4 la mwaka 2026 dhidi ya wakili Boniface Anyisile Kajunjumele Mwabukusi. Sisi chapter conveners wa chama cha mawakili Tanganyika katika kikao chetu kilichofanyika tarehe 10 Juni mwaka 2026 tulipitia kwa makini taarifa ya baraza la uongozi la TLS ya tarehe 2 Juni mwaka 2026 pamoja na nyaraka zinazohusiana na shauri la maadili namba 4 la mwaka 2026 lilofunguliwa dhidi ya Boniface Mwabukusi. Baada ya kufanya uchambuzi na tathmini ya kina ya shauri hilo pamoja na masuala yote yaliyolihusu, na tukiongozwa na malengo, misingi na wajibu wa kisheria wa Tanganyika Law Society chini ya sheria ya chama cha mawakili Tanganyika sura ya 307 marejeo ya mwaka 2023, hususan wajibu wa kulinda na kutetea maslahi ya wanachama wake pamoja na kukuza upatikanaji wa haki nchini, tumefikia maoni na msimamo wa pamoja na hivyo kutoa tamko hili la pamoja kama ifuatavyo. Kupongeza baraza la uongozi. Tunapongeza baraza la uongozi la TLS kwa kutoa taarifa rasmi kwa wanachama tarehe 2 Juni na kwa kuchukua msimamo wa wazi wa kuendelea kumtetea wakili Boniface Mwabukusi katika shauri hilo. Hatua hiyo inaendana na wajibu wa kisheria wa chama cha mawakili kulinda hadhi na taaluma ya sheria, maslahi ya wanachama na misingi ya utawala bora. Uchambuzi wa awali wa shauri husika. Baada ya kupitia nyaraka za shauri la maadili namba 4 la mwaka 2026, tumebaini kuwa wakili Boniface Mwabukusi amefikishwa mbele ya kamati ya maadili kwa nafasi yake binafsi, ili hali malalamiko yaliyolalamikiwa yanahusu matendo na kauli zinazodaiwa kutolewa akiwa katika nafasi yake rasmi kama rais wa TLS. Kwa mtizamo wetu wa kisheria, kuna umuhimu wa kutofautisha kati ya matendo ya mtu binafsi na matendo yanayofanyika katika utekelezaji wa majukumu ya kisheria ya kitaasisi. Tofauti hiyo ni msingi muhimu wa uwajibikaji wa taasisi na viongozi wake. Kuhusu kauli ya rais wa TLS kwa Tundu Lissu si mhaini. Ni maoni yetu kuwa kauli ya rais wa TLS kuwa Mheshimiwa Tundu Lissu si mhaini inaendana kikamilifu na masharti ya ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 fungu B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 toleo la mwaka 2023 inayotambua haki ya kila mtu kuchukuliwa kuwa hana hatia hadi atakapothibitika kuwa na hatia kwa mujibu wa sheria mbele ya chombo chenye mamlaka. Kwa kuwa hakuna mahakama iliyokuwa imemtia hatiani Tundu Lissu kwa kosa la uhaini wakati kauli hiyo ilipotolewa, hatuoni kauli hiyo kuwa ni ukiukwaji wa sheria au maadili ya taaluma ya sheria. Kuhusu wito wa kusikilizwa kwa haraka kwa shauri la Tundu Lissu, tunatambua kuwa kuitaka mahakama kusikiliza shauri kwa haraka, hasa kwa kuzingatia hali ya afya ya mshtakiwa na mazingira ya hati ya dharura, ni jambo linaloendana na misingi ya haki, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kauli mbiu ya mahakama ya Tanzania, timely and accessible justice for all. Aidha, mojawapo ya malengo na wajibu wa TLS ni kukuza utawala wa sheria, upatikanaji wa haki na uendeshaji bora wa mfumo wa utoaji haki. Hivyo, kutoa maoni kuhusu umuhimu wa kusikilizwa kwa haraka kwa shauri sio kuingilia uhuru wa mahakama. Kuhusu heshima kwa uhuru wa mahakama,
Tumezipitia kauli zinazolalamikiwa katika shauri hilo na hatujaona sehemu yoyote ambayo rais wa TLS aliagiza, alishinikiza au aliitaka mahakama kutoa uamuzi wa namna fulani kuhusu hatia au kutokuwa na hatia kwa upande wowote. Kwa muda mrefu, wakili Boniface Mwabukusi amefahamika kama mtetezi wa utawala wa sheria, uhuru wa mahakama na haki za kikatiba. Kauli zake, kwa maoni yetu, zilikuwa zikisisitiza upatikanaji wa haki kwa wakati na sio kuelekeza matokeo ya shauri. Ushauri kwa wanachama kuhusu kufanya utafiti wa kisheria. Tunatambua kila mwanachama na kila raia ana haki ya kufungua shauri au malalamiko kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, tunawasihi mawakili, hususan mawakili vijana, kuendelea kufanya tafiti za kutosha za kisheria na kutafuta ushauri wa kitaaluma kutoka kwa mawakili waandamizi ili kuhakikisha kuwa mashauri yanayofunguliwa yana misingi imara ya kisheria. Ni muhimu watambue tofauti kati ya masuala yanayomhusu mtu binafsi na yale yanayohusu taasisi, pamoja na msingi ya uwajibikaji wa viongozi wanaotekeleza majukumu yao ya kisheria kwa niaba ya taasisi. Umuhimu wa mafunzo endelevu ya kitaaluma, yani CLE. Tunawahimiza wanachama wote kushiriki kikamilifu mafunzo endelevu ya kitaaluma ili kuendelea kujijengea uwezo, kuongeza umahiri wa taaluma na kuimarisha uelewa wa kisheria na taratibu za uendeshaji wa mashauri. Ushiriki katika mafunzo hayo husaidia kupunguza uwezekano wa kufungua mashauri bila kubaini wadawa sahihi, kiini halisi cha mgogoro, utaratibu wa kuanzisha shauri husika, hivyo kuendelea kulinda hadhi ya taaluma ya sheria nchini. Matumizi sahihi ya mchakato wa kimahakama. Tunawakumbusha wanachama wote umuhimu wa kuheshimu madhumuni ya mchakato wa kimahakama na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kutafsiriwa kama matumizi mabaya ya mchakato huo, yani abuse of court process. Taaluma ya sheria inapaswa kutumiwa kuimarisha utawala wa sheria, kulinda taasisi zetu na kukuza imani ya umma kwa mfumo wa haki. Aidha, tunasisitiza kwa maslahi ya taaluma ya sheria, chama chetu na taifa kwa ujumla yanapaswa kupewa uzito unaostahili wakati wote, badala ya kuruhusu maslahi binafsi ya mtu mmoja au kikundi cha watu wachache kutangulizwa mbele ya maslahi mapana ya wanachama, taaluma na umma kwa ujumla. Ombi kwa baraza la uongozi. Tunaliomba baraza la uongozi kuendelea kuwapatia wanachama taarifa rasmi kuhusu mwenendo wa shauri hilo kadri zinavyopatikana. Vile vile tunashauri baraza la uongozi kutenga rasilimali za dharura zitakazowezesha kugharamiwa kwa mahudhurio ya rais wa TLS katika shauri hilo pamoja na utetezi wake, kwa kuwa hatua zinazolalamikiwa zinadaiwa kufanyika akiwa anatekeleza majukumu rasmi kama rais wa TLS. Kumuunga mkono rais wa TLS na baraza la uongozi kwa ujumla. Tunatamka rasmi kuwa tunamuunga mkono rais wa TLS, wakili Boniface Mwabukusi, pamoja na baraza la uongozi kwa ujumla katika kutekeleza majukumu ya kisheria kitaasisi kwa mujibu wa sheria ya Chama cha Mawakili Tanganyika sura ya 317 marejeo ya mwaka 2023. Utayari wa kushiriki katika jopo la utetezi. Tunatangaza wazi kuwa tupo tayari kushiriki moja kwa moja katika jopo la utetezi wa wakili Boniface Mwabukusi kwa mujibu wa sheria na taratibu husika. Utayari huo unajumuisha kufanya utafiti wa kisheria, kuandaa hoja za utetezi pale zinapohitajika na kuhudhuria vikao vyote vya shauri hilo kama sehemu ya jopo la mawakili watakaomtetea. Aidha, tunawahamasisha wanachama wa TLS kutoka chapter zetu na maeneo mengine nchini kuhudhuria vikao vya shauri hilo ili kuonyesha mshikamano na kuendelea kusimamia hadhi na taaluma ya sheria. Kuhusu maandalizi ya ukumbi wa kusikiliza shauri. Tunaliomba baraza la uongozi kuwasiliana na kamati ya maadili na mamlaka husika ili kuwa na maandalizi ya ukumbi wenye nafasi ya kutosha kuweza kuhudumia jopo kubwa la mawakili watakaoshiriki katika utetezi wa wakili Boniface Mwabukusi pamoja na wanachama wengine watakaopenda kufuatilia mwenendo wa shauri hilo la kiongozi wa kitaifa. Tunaamini kuwa kutokana na uzito wa shauri husika, nafasi ya wakili Mwabukusi na maslahi makubwa ya wanachama katika mwenendo wa shauri hilo, ni muhimu kuwepo mazingira yatakayowezesha kushiriki
watakaowezesha ushiriki wa kutosha wa mawakili na wadau wengine bila kuathiri taratibu za usikilizwaji wa shauri. Ulinzi wa sheria kwa viongozi wanaotekeleza majukumu rasmi ya TLS. Tunashauri baraza la uongozi lione uwezekano wa kuchukua hatua stahiki za kisheria, ikiwemo kufungua shauri katika mahakama yenye mamlaka ili kupata mwongozo na ufafanuzi wa kisheria kuhusu uhalali wa kuendelea kwa shauri hilo dhidi ya wakili Mwabukusi kwa nafasi yake binafsi, ili hali matendo yanayolalamikiwa yanadaiwa kufanyika katika utekelezaji wa majukumu rasmi ya Rais wa Tanganyika Law Society. Kwa maoni yetu, suala hili linaibua maswali muhimu ya kisheria yanayogusa uhuru wa chama, utekelezaji wa majukumu ya viongozi na mipaka ya uwajibikaji wa viongozi wanapotekeleza majukumu halali ya taasisi. Ni muhimu mahakama ipate fursa ya kutoa mwongozo wa kisheria kuhusu iwapo viongozi wa TLS wanaweza kuwajibishwa binafsi kwa matendo wanayoyafanya katika utekelezaji wa majukumu yao rasmi, kwani ufafanuzi huo utasaidia kulinda uhuru wa TLS na kuwawezesha viongozi wa sasa na wa baadaye kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria bila hofu ya kubebeshwa dhima binafsi kwa matendo yanayofanywa kwa niaba ya taasisi. Aidha, katika hatua hiyo tunashauri pia kuombwa kwa amri ya kusimamisha kwa muda uendeshaji wa shauri la maadili namba 4 la mwaka 2026 mpaka pale mahakama yenye mamlaka itakapotoa mwongozo au uamuzi kuhusu masuala ya kisheria yanayoibuka katika shauri husika. Kwa maoni yetu, hatua hiyo itasaidia kuepusha uwezekano wa kuwepo kwa maamuzi yanayoweza kuathiriwa kwa masuala ambayo bado hayajapata ufafanuzi wa mwisho wa kisheria, huku ikihakikisha kuwa haki za pande zote zinazohusika zinalindwa kwa mujibu wa sheria. Hitimisho. Tunawahakikishia wanachama wetu kwa tutaendelea kufuatilia kwa ukaribu, umakini na weledi mwenendo wa shauri hili na masuala yanayolihusu, huku tukiendelea kusimamia na kulinda kikamilifu misingi na madhumuni halisi ya kuanzishwa kwa chama chetu pamoja na utawala wa kisheria nchini, bila uoga, kuyumbishwa wala kurudi nyuma katika utekelezaji wa wajibu wetu kwa wanachama na kwa umma. Na tamko hili limesomwa leo tarehe 20 Juni mwaka 2026, akiwepo mwenyekiti Kevin Dosi kutoka Ubungo Chapter. Nipo na katibu ndugu Baraka Loweka kutoka Morogoro. Pia tupo na wajumbe waliohudhuria kwa maana ya kuwasilisha wajumbe wengine wa chapter zote. Tafadhali. Okay. Margaret Muhava kutoka chapter Ilala. Dada. Fauzia Lema kutoka Temeke chapter. Na Faraji Mangula kutoka Kinondoni chapter, Dar es Salaam. Asanteni kwa kusikiliza. Naam, ndivyo tunavyoamka hii leo ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunaamka hivyo, na kubwa zaidi kwamba tumekuwa nao hapa tamko kutoka TLS, ambapo mawakili wameamua kuweza kutoa tamko hilo kwa rais wao wa TLS Bwana Mwabukusi. Kama ulivyolisikia, sina cha kuongeza, lakini ndivyo ambavyo tulivyozoea matamko kila uchwao. Mtazamaji, mimi ni Francis Godwin, mwenzangu ni Emmanuel Manonga upande wa kamera, na timu nzima ya Matukio Daima tukikualika uweze kusikia magazeti leo yameandika nini kurasa za mbele, lakini pia yameandika nini kurasa za michezo. Na nianze kukusogea gazeti la Mwananchi Huru. Gazeti la Mwananchi Huru Tanzania laandika bajeti kuu yapita kwa kishindo. Laandika hivyo, wabunge 385 sawa na 97.6 wapiga kura ya ndio. Spika Zungu ampongeza waziri wa fedha, sisitiza fedha zitekeleze miradi ya maendeleo. Na nakumbuka jana alipouliza kauli hapa, aliposema Sigrada akasema hapana. Huyu hapa bwana Sigrada, hebu msikilize. Mheshimiwa Sigrada Wilhelm Mligo. Hapana. Mheshimiwa Skudhani Yasin Chikambo. Baada ya kumsikia Sigrada akipinga kuipitisha bajeti, tuendelee na magazeti. Pia gazeti hili
Mtoto amuua babake na kumfukia kwenye nyumba yake kwenda da. Laandika hivyo, mtoto amemuua baba yake na kumfukia kwenye nyumba na yeye kuweza kuelekea da. Ni ukatili wa hali ya juu. Sasa kama itamani kwenda da, si ungeenda da tu, lazima ufanye mauaji ya mzazi aliyekuzaa? Tuendelee kupinga vitendo hivi vya ukatili, lakini pia wale wote wenye mawazo kama haya, hebu tuondoe mawazo mgando haya. Usababishe mauaji alafu kutaka kwenda tu da. Lakini Lea Zambia waje kujifunza Tanzania, raandika hivyo. Lakini saratani inachukua uhai wa Watanzania 43 kila mwaka, Nchengero asema. Hii ni gazeti la Mwananchi Huru. Kwa upande wa gazeti la Dira ya Mtanzania, hoja ya wote, habari kubwa katika gazeti hili, Waziri Ulega ainisha ramani. Waziri Ulega ainisha rasmi barabara 6 za kimkakati. Ni barabara zipi hizo? Basi tafuta gazeti hili. Bajeti kuu yapitishwa kwa kishindo, laandika hivyo. Lea Zambia waja kujinoa Tanzania. Na habari ya mwisho, amua baba yake mzazi kumfukia ndani, laandika gazeti hili. Kwa upande wa gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza, laandika Ulega atangaza mkakati wa barabara 6. Ni habari ambayo nimekusomea katika magazeti yaliyotangulia. Lakini kuongeza manufaa gesi asilia kwa wazawa. Lakini utafiti wa baini changamoto katika usimamizi wa miradi ya maendeleo, laandika hivyo. Bajeti kuu ya serikali yapitisha kwa kishindo bungeni Dodoma. Hilo ni gazeti la Tanzania, Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Kwa upande wa gazeti la Uhuru lenyewe laandika Rais Samia afungua ukurasa mpya wa miradi ya barabara, laandikwa hivyo. Lakini Abdullah atangaza nizamu ya usimamizi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Trump atangaza mali za Irani zitakazotumika, la andika gazeti hili. Trump atangaza mali za Irani zitakavyotumika. Lakini pia habari nyingine, wabunge 385 kumlazi waipa baraka bajeti 2026-2027. Na hii ni gazeti la Uhuru. Gazeti la Zanzibar Leo laandika Hemedi asema muungano wetu usitumike kuvuruga amani, laandika hivyo. Dr. Halid ataka mipango kuimarisha sekta ya ardhi, laandika hivyo. Akamatwa kwa tuhuma za mauaji ya baba yake, afukia mwili wake chumbani, laandika gazeti hili, gazeti la Zanzibar Leo. Mkononi nalo gazeti la Tanzania Leo, msimamo wa Samia kidiplomasia walipa, laandika gazeti hili hapa. Lakini pia bajeti yapitishwa na bunge, laandika gazeti hili. Na hii ni gazeti la Tanzania Leo. Kwa upande wa gazeti la Mwanahabari laandika bajeti kuu ya serikali yapitishwa kwa kishindo, laandika hivyo kama gazeti mengine. Waziri Ulega aanza na barabara za PPP, laandika gazeti hili. Mafanikio ya Tanzania kufikisha umeme vijijini ya wavutia Lea Zambia kuja kujifunza. Lakini pia Tume ya Taifa ya Mipango yaandaa mkakati kuongeza ushirikiano wa sekta binafsi, Dira 2050. Hilo ni gazeti la Mwanahabari. Kwa upande wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, laandika kumekucha. Juu ya nini? Basi tafuta gazeti hili hapa. Polisi yafichua tukio la mauaji jijini Dar, laandika hivyo. Marekani yapunguza vikwazo Irani, laandika hivyo. Ni jambo la heri hilo, nauli zitashuka. Yaani mimi kila siku kukicha nikisikia Irani na Marekani wanafikia mwafaka na punguza maumivu ya gharama kubwa za nauli ambazo nalipa kila siku asubuhi. Na sijui na wewe mwenzangu, na nafikiri kwamba gharama za maisha zimeongezwa kutokana na vita hizi za Irani, Marekani pamoja na Israeli. Mafuta yamepanda bei, na hatuna sababu ya kulalamikia wenye vyombo vya usafiri, kwa sababu na wao sio wao, wanatakiwa wajaze mafuta ili waweze kusafirisha. Sasa tunapoona kwamba amani inarejea kati ya Iran na Marekani, ni wazi kwamba gharama ya mafuta itapanda, gharama ya mafuta itapungua. Na kama gharama ya mafuta ikipungua, ni wazi kwamba gharama ya maisha itashuka.
gharama maisha ikishuka, tunajirudia kipindi chetu cha zamani. Wahehe wanasema ndi tuyawe. Yani tumejikomboa. Lakini pia timu ya madaktari China, huduma za afya bure Zanzibar, laandika hivyo. Polisi yafichua tukio la mauaji jijini Dar, laandika gazeti hili. Lakini bajeti kuu ya serikali yapitishwa kwa kishindo, ndivyo linavyohitimisha gazeti la Majira. Nikilikamata gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, habari kubwa, Urega aanza na barabara za PPP. Lakini pia bunge lapitisha bajeti ya 2026-2025, laandika hivyo. Ni kama gazeti mengine. Lakini Mpaloni kwa tuhuma za kumuua baba yake mzazi, laandika hivyo. Profesa Kitila aitaja CCM chama cha demokrasia na haki, laandika hivyo. Hii ni gazeti la wa Machinga. Upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, habari kubwa, bajeti ya penya na kilio chake, laandika hivyo. Lakini pia alivyotuhumiwa kumuua baba yake na kumfukia chumbani, laandika hivyo. Na habari picha ikionyesha wakifukua mwili wa baba yake ndani ya chumba. Na usajili wa shule binafsi wa paa za serikali washuka, laandika hivyo. Zanzibar yatia neno kauli ya ubaguzi juu ya muungano, laandika gazeti hili. Lakini barabara 6 za kimkakati kupunguza msongamano, laandika hivyo gazeti hili la gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, udhibiti kuongezwa matumizi serikalini, laandika hivyo. Warusi kumiminika nchini, laandika hivyo. Nafikiri kwamba ni miongoni mwa ziara ambazo zinafanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuweza kuboresha mahusiano, lakini pia kuongeza mahusiano baina ya Tanzania na nchi mbalimbali. Hivi juzi tu ametoka huko Urusi. Nafikiri kwa swala la diplomasia, mama, na kuambia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee mama, unapiga mwingi. Hongera sana kukuza diplomasia hapa nchini. Mtoto da amuua baba yake amfukia chumbani, laandika hivyo. Magonjwa yasiyotibika yatafuna wa Tanzania, laandika gazeti hili. Hili bwana ni gazeti la Habari Leo. Na habari ya mwisho, mageuzi kidigiti yaibeba Tanzania huduma ya fedha, laandika gazeti hili. Na gazeti la mwisho kwenda kusomea hapa ni gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Habari kubwa laandika matilioni yamepigwa, mbunge aibua hoja nzito, laandika gazeti hili. Na mfanya biashara wao wa kikatili, laandika gazeti hili. Lakini pia TRA yabeba bajeti ya trilioni 62.3, wabunge waipitisha kwa kishindo. Lakini wastaafu JKT, wastaafu JWTZ waonya ushawishi wa fedha, laandika gazeti hili. Lakini nikiachana gazeti hili na kamata gazeti la Taifa Tanzania michezo, Azam FC Mtibwa Sugar zina siri ya ubingwa wa Yanga na Simba leo, laandika gazeti hili. Na leo ndo leo sasa, kama Simba mliona rahisi Yanga kutolewa, basi leo zamu imefika. Lakini tunawaombea Azam na tunawaombea Simba, ila tunataka dakika 90 ziweze kuamua nani bingwa leo. Lakini mataifa 6 yatangulia kombe, mataifa 6 yatangulia 32 bora kombe la dunia, laandika gazeti hili. Gazeti la Uhuru ukweli daima, laandika Yanga Azam mechi ya kisasi, laandika gazeti hili. Simba yazitolea macho pointi kwa Mtibwa, laandika gazeti hili. Serengeti Girls bahati mbaya, mmepambana sana lakini mmefungwa kwa shida. Haya ndivyo wanavyosema watu wa michezo. Kwa upande wa gazeti la Zanzibar Leo, laandika Zanzibar kunufaika na ujio wa mashindano ya African, laandika hivyo. Yanga Azam kuchora lamani ya ubingwa leo, laandika hivyo. Hili gazeti la Zanzibar Leo. Kwa upande wa gazeti la Tanzania Leo, laandika Yanga Azam leo mechi ya kibabe, laandika hivyo. Hili gazeti la Tanzania Leo. Kwa upande wa gazeti la Mwanahabari, laandika Simba
yajipanga kuichapa Mtibwa Sugar, lakini Yanga Azam mechi ya kibabe leo. Kocha Makoa akumbuka bao la Azizi Ki. Gazeti la Majira, Yanga Azam Zanzibar, Simba Mtibwa Sugar Morogoro leo laandika hivyo, lakini gazeti la Wamachinga laandika Mzizima dabi ya maamuzi kwa Yanga laandika hivyo. Kwa upande wa gazeti la Mwanaspoti laandika uamuzi ushindi Yanga Azam upo hapa laandika gazeti hilo, lakini gazeti la Habari Leo laandika pumzi muhimu kwa Yanga na Simba leo laandika hivyo, lakini Serengeti Girls yakosa ubingwa Sekafa laandika hivyo. Tutajipanga kwa wakati mwingine, anakuambia namba uliopiga kwa sasa haipatikani, tafadhali jaribu tena baadaye. Serengeti tujipange, lakini ongeleni sana. Na mtazamaji, basi kwa nukta hiyo ndipo tunapohitimisha kurasa za magazeti siku hii ya leo, na nikushukuru sana wewe ambao umeweza kushiriki nasi kuweza kufuatilia kurasa za magazeti, lakini pia kufuatilia kipindi hiki asubuhi ya leo. Natambua umeweza kusikia tamko la TLS upande wa mawakili, lakini pia umeweza kusikia kurasa za magazeti asubuhi hii hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Francis Godwin. Asante, na endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima, na kama una lolote unataka kuweza kutushtua, tupigie 0754 026 299 ndio nambari ya kupiga hapa studio. Asante na kwaheri. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.